Mtazamaji wa YouTube channel yetu ya Kalamu TV Online, tunaripoti taarifa hii kutokea Upanga mkoani Dar es Salaam. Kanisa la TAG City Christian Center CCC Upanga limechukua rasmi umiliki wa jengo na kiwanja kilichopo mtaa wa Mbwera, ploti namba 951 Upanga, mali iliyonunuliwa na kanisa hilo mwaka 2007 kutoka shirika la umoja la National Development Corporation NDC. Akizungumza na waandishi wa habari, afisa utawala na katibu wa bodi ya kanisa hilo, Dr. Michael Mngodo, alisema kuwa hatua ya kudhibiti umiliki wa mali hiyo iliyocheleweshwa kwa muda mrefu kutokana na upingamizi la upangaji waliokuwa wakiishi katika jengo hilo. Usisahau kubonyeza alama subscribe kwenye YouTube channel yetu ya Kalamu TV Online ili wa kwanza kupata taarifa zetu. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online. Habari za mchana, ndugu waandishi wa habari. Karibuni. Siku ya leo ni siku maalumu ambayo kanisa letu la CCC Upanga, kanisa la TAG, tumeamua kufanya tukio hili la kumiliki jengo letu na kiwanja chetu ambacho tumekipata miaka 19 iliyopita. Tumenunua miaka 19 iliyopita, lakini kwa sababu ya pingamizi zilizokuwa zinawekwa na wapangaji wakati huo, kumekuwa na ucheleweshaji wa kulichukua na kulimiliki. Moja ya sababu ni kwamba wakati wanatuuzia shirika la umma linaloitwa NDC, hawa wapangaji walileta pingamizi, lakini lilikataliwa, wakapewa notice ya kuhama. Kwa hiyo notice walishapewa, lakini wakakaidi, wamekaidi, wakaapil, na hatimaye apili yao ilikataliwa pia na mahakama. Miaka 4 sasa imepita tokea hukumu hiyo itolewe, na sisi tulikuwa tumetulia tukidhania labda wanataka kuapili tena au kufanya hatua nyingine. Haikufanyika miaka yote 4. Kwa hiyo sasa, kwa sababu tuna malengo, kanisa letu lina malengo, ni kanisa ambalo liko mjini, limejengwa mahali hapa makusudi kufikia mji wa Dar es Salaam kwa Yesu. Sisi ni watu ambao tunamtangaza Yesu kuwa Bwana na Mwokozi wa wote ambao ni wanadamu. Yesu amewafia, na kwa hiyo sisi tunamtangaza ili watu wampokee, wapate uzima wa milele. Hivyo jukumu letu sisi kufanya huduma zote ambazo zinamsaidia Mtanzania na mtu yoyote ambaye anaishi hapa Dar es Salaam kuweza kumjua Yesu. Huduma mbalimbali tunafanya za jamii pia, zikiwemo na huduma ambazo zinajenga kiroho chetu, zinajenga maisha ya kiroho, familia. Hivyo tumeona ni muhimu sana sasa kuchukua muda huu kulimiliki tena hili jengo ili liweze kusaidia hatua zetu za kuboresha huduma zetu kwa jamii yetu, huduma za washirika wetu ambao nao wanahitaji kuchangia katika huduma zetu hizi, kuanzia watoto, vijana mpaka watu wazee. Hivyo leo tumekata shauri kwamba tutoe tu taarifa. Tumetoa taarifa polisi, tumetoa taarifa serikali za mitaa na kata pia. Tutoe taarifa kwamba tunachukua hatua hii. Haihitaji taarifa ya mapema yoyote, kwa sababu hatuna mkataba na mtu yoyote hapa. Hawa wapangaji waliopo ni illegal, hawana uhalali wa kuwepo kwa sababu ni wavamizi. Wanapohesabika kuwa wavamizi, sheria, hawana haki yoyote ya kwamba wapewe notice kutolewa. Kwa hiyo leo sisi tunataka kuboresha hili jengo, kufanya ukarabati ambao utatusaidia kupiga hatua ya kulitengeneza liweze kuwa tayari kwa ajili ya matumizi ya kanisa. Na moja ya hatua ambazo tutafanya
kuanzia sasa ni kuondoa vile vifaa ambavyo viko hatarishi. Kama hilo paa hilo ni hatarishi, ni material ya asbestos, ni ya kizamani sana na ni hatari. Kwa hiyo tutatoa hilo, tutatoa madirisha, milango na system nyingine ambazo ni zinafidi hili jengo, na tunatarajia kwamba hao waliopo wataondoka wenyewe. Hatutaki kugusa vitu vyao, labda kwa ridhaa yao, lakini sisi tunataka tu waweze kuondoka kwa amani. Hili zoezi ni la amani, hatukuja hapa kufanya hali yoyote ya kumuumiza mtu, wala hatutaki mtu yote aumie. Ndio maana tumeamua tutangazie pia umma kwamba tunafanya hivi kwa nia njema, lakini kwa kumaanisha. Tunalihitaji jengo letu, tunahitaji eneo letu, na tumemaanisha. Kuna gharama ndio, na tuna watu wa kutusaidia ndio, lakini ni sisi wenyewe nguvu yetu, na washirika wetu wengi wako katika maombi wakati huu kwa sababu hii. Tunaombea hii kazi ili ikamilike vizuri, ili baada hapa Mungu ajipatie utukufu na sio mwanadamu. Shika sindani ya wewe. Mama, kutokana na hichi kinachoendelea hapa, wewe unafahamu nini kuhusiana na hichi kinachoendelea hapa? Hichi kinachoendelea hapa, sisi tuna kesi iko mahakamani. Kesi yetu iko mahakamani. Mpaka sasa hivi. Hili limeweza kukaa mahakamani kwa muda gani? Iko muda mrefu sana. Nini mkiwa mnadai nini? Sisi tunadai hii nyumba imeuziwa chini kwa chini, wameuziwa hawa. Sisi tukaenda mahakamani. Kwenda mahakamani ikaonekana kweli wameuziwa chini kwa chini. Tumepata nini? Nakwambia mpaka nasahau. Sio stop order. Tumepata nani? Board of resolution NBC wamesema nyumba kama zinauzwa wauziwe sitting tenants. Unaona? Wauziwe sitting tenant. Kama sio sitting tenant iende kwenye open tender. Wichi ambao zote zifanyika, ambao ndio sisi katufanya twende mahakamani. Tumekwenda mahakamani ndio mpaka leo tunavutana nao, lakini hawa wameuziwa wenyewe kwa wenyewe. Mahakama walisemaje mko? Mahakama bado hata hearing bado, huwezi kuamini. Hearing bado. Upande wa pili wanasema mahakama walishatoa hukumu kuhusiana na hilo muda mrefu. Hawajatoa hukumu, wako kuonesha hukumu yao. Wakuoneshe. Kwani tunazungumza kitu bila nani? Sioneshe. Si ndio? Ioneshe hiyo hukumu. Kulingana na hili mama anataka kutuambia nini? Kwa sababu sisi tukapata ile board resolution. Board resolution tumekwambia imeandikwa nini? Tumeipata. Tukaipeleka mahakamani. Sasa tuliappeal. Unaona? Sasa ndio hivyo, sasa wanakuja kutuvunjia, hata hawajatuambia watuletea notice, watuletea chochote. Au kanisa mawakili wao hawaji mahakamani, ndio sababu kesi imesogea mpaka sasa hivi. 5 years hatujaingia hapo mahakamani. Nyinyi mmewasiliana na mmiliki wa nyumba? Na mmiliki wa nyumba? Hapana, kwa sababu nini imetokea sasa hivi? Haijulikani, kesi inaendelea. Mmiliki wa hii nyumba ni nani? Sikiza, mimi nikwambie, hii nyumba ilikuwa ya NDC. NDC wameuza. Document tunayo. Tutenda tangu kwa Sofia Mjema. Hii kesi imekwenda mpaka mwisho, tukaapili. Tangu tumeapili mpaka sasa hivi, mwaka wa 5 huu hatujaingia mahakamani, na ilikuwa kila wakati mahakamani NDC hawaji. Tumlipe nani wakati sisi kanisa ambaye ndio ameuziwa nyumba sisi tumemdinai? Hatumjui sisi nani kanisa. Sisi tulikuwa tunamjua NDC ambaye ndio alikuwa landlord wa hii nyumba. Usisahau kubonyeza alama ya subscribe Kalamu TV Online.